viwango viwili katika mahusiano na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Vipo viwango ambavyo ni vyema kuvijua katika mahusiano. Vipo viwango ambavyo ni vyema kuvijua katika mahusiano. Vipo viwango ambavyo ni vyema kuvijua katika mahusiano. Kiwango cha kwanza ni viwango vya Mungu, viwango vya Mungu. Na viwango cha pili, viwango vya pili ni viwango vya jumla ya ulimwengu huu. Na kwa sehemu kubwa mahusiano ya watu ambao hawajaokoka na waliookoka hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Nakumbuka kwamba viwango vya Mungu ndio bora kuliko viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Maana viwango vya Mungu vina mipaka, lakini viwango vya jumla vya ulimwengu huu havina mipaka. Watu wanaanza kuishi kama mke na mume. Mke na mume hata kabla ya kufunga ndoa. Hata kabla ya kufunga ndoa. Lakini viwango vya Mungu vinakataa. Viwango vya Mungu vinataka mtu ajitunze mpaka pale atakapofunga ndoa. Atakapofunga ndoa. Lakini kuna watu wengi nyakati hizi ambao wanafuata viwango vya jumla vya ulimwengu. Wanaishi kama mke na mume hata kabla ya kuunganishwa rasmi kama mke na mume. Kama mke na mume. Na wengine wanazaa hata kabla ya kufunga ndoa, alafu baadaye wanakuja na kufunga ndoa kama vile ndio wanaanza. Kama vile ndio wanaanza. Kwenye mahusiano ni vema kuweka mipaka. Kuweka mipaka. Ni vema kuweka mipaka. Weka kanuni kwenye mahusiano yako. Weka kanuni kwenye mahusiano yako. Mahusiano yanayoshusha kiwango cha kiroho hayafai. Mahusiano yanayoshusha kiwango cha kiroho hayafai. Wewe uamuzi uko mikononi mwako kwamba unaweza kufuata viwango vya jumla ya ulimwengu huu ambavyo havina mipaka. Unaishi kama mke na mume. Mke na mume hata kabla ya kufunga ndoa. Na matokeo yake ndio mnakuja kulia baada ya kufunga ndoa. Kumbuka kwamba unapojitunza hata kabla ya mahusiano, unapojizuia kufanya baadhi ya vitu hata kabla ya mahusiano, hata kabla ya kufunga ndoa, basi hata baada ya kufunga ndoa kutakuwa na uwezekano wa kujizuia baadhi ya vitu ambavyo havina afya. Mahusiano yanayoshusha kiwango chako cha kiroho hayafai. Hayafai. Kumbuka kwamba maandiko yanasema kwamba hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Ni upumbavu mbele za Mungu. Ni upumbavu mbele za Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba kwenye Waefeso yanasema kwamba uasherati usitajwe kwenu. Na tunapozungumzia uasherati maana yake kufanya ngono kabla ya kuoana, kabla ya kufunga ndoa. Kabla ya kufunga ndoa. Watu ambao kwenye ndoa, ambao uko kwenye ndoa, ambao hayuko kwenye ndoa alafu anatembea na mke mwingine au mume mwingine, hao tunawaita wazinzi. Na kwa sehemu kubwa, kwa nini hao watu wanafanya hivyo? Kwa nini watu siku hizi tunazungumzia habari ya michepuko? Kwa sababu hao watu kabla hata kuoa walikuwa hawana uwezo wa kutawala miili yao. Walikuwa hawana uwezo wa kutawala miili yao. Kumbuka kwamba tunapozungumzia habari ya kuoa ni kuchagua, ni kuamua kwamba nitaishi na huyu. Haijalishi watu wengine watazaliwa wa namna gani, lakini mimi nimemchagua huyu. Nimemchagua huyu. Mahusiano yoyote ambayo yanashusha kiwango chako cha kiroho hayafai. Fikiria kwa habari ya Yusufu alipokuwa analazimishwa na mke wa Potifa. Akasema, nifanyeje uovu wa namna hii nimkosee Mungu? Nifanyeje uovu wa namna hii nimkosee Mungu? Usipoweka viwango, dunia itakuwekea viwango. Usipoweka mipaka kwenye mahusiano yako, utaharibikiwa tu. Utaharibikiwa tu. Utaharibikiwa tu. Na binti moja ambaye aliweka mpaka kwenye mahusiano hata kabla hajaokoka. Akiwa yuko olevo, alisema, Mungu, mimi nikilala na mwanamume ambaye sio mume wangu, nife siku hiyo.
Huyo binti alipomaliza form 4 akaenda chuo, akaanza kazi akiwa bado bikira, lakini aliweka mpaka kwamba sitaanza mahusiano yoyote ile, sitalala na mwanaume yoyote ile kabla ya kuoa, kabla ya kufunga ndoa. Nitalala na mwanaume kwa mara ya kwanza baada ya kufunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa. Usipoweka mipaka kwenye maisha yako, ambayo mipaka hiyo inaendana na kile ambacho Mungu amesema. Mungu anataka tujitunze mpaka wakati sahihi utakapofika wa kuunganishwa rasmi kama mke na mume. Na kwa bahati mbaya, watu wengi, hata waliookoka, wengi wanatembea kama mke na mume hata kabla ya kufunga ndoa. Huu ni upungufu mkubwa. Watu ni wachache ambao wanafuata viwango vya Mungu. Watu ni wachache ambao wanafuata kile ambacho Mungu anasema. Watu wengi wameanguka kwenye kundi la viwango vya jumla ya ulimwengu huu. Kiasi kwamba kijana anaweza kumtembelea binti, na hata akimtembelea binti, wazazi wanawapa chumba hata kabla ya kufunga ndoa. Wanakapa chumba, wanakaa wanalala pamoja. Hivyo ni viwango vya ulimwengu vya jumla vya ulimwengu huu. Lakini vema kujua kwamba neno la Mungu ni hekima ya Mungu. Chochote ambacho Mungu anakuambia kwamba usifanye ni kwa faida yako. Yeye hana cha kupoteza. Ni kwa faida yako mwenyewe. Yeye hana cha kupoteza. Ni kwa faida yako mwenyewe. Watu wengi wanafunga ndoa, lakini tayari walikuwa wanatembea kama mke na mume, kwa sababu wamefuata viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Na matokeo yake ndoa ni ndoano. Ndoa nyingi ziko kwenye majanga, kwa sababu maandiko yanasema kwamba kwenye Zaburi 11:3, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwa sababu tayari ulikwisha anza vibaya. Ulianza kwa viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Ulianza bila mpaka. Hukuweka kanuni kwenye maisha yako. Ulianza vibaya. Matokeo yako unakuja unalia kwenye ndoa. Na ndio ndoa nyingi watu wanalia kwenye ndoa zao. Watu wanateseka kwenye mahusiano yao kwa sababu walipuuza viwango. Walichagua viwango visivyo sahihi. Walichagua viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Usipoweka mipaka kwamba mimi sitalala na mwanaume yoyote yule mpaka nitakapokuja kufunga ndoa. Mimi sitatembea na mwanamke yoyote yule mpaka nitakapofunga ndoa. Fikiria kwa habari ya Yusufu aliyesema kwamba nifanyeje uovu wa namna hii nimkosea Mungu, wakati analazimishwa na mke wa Potifa alale naye. Maana alikuwa ameshaweka mipaka kwenye mahusiano yake. Alikuwa ameweka mipaka kwenye maisha yake. Hakuishi kwa kufuata kawaida za ulimwengu huu. Kijana akikwambia wewe binti kijana akikwambia kwamba usipolala na mimi na kuacha, mwacha. Lakini wewe weka mipaka kwenye maisha yako kwamba sitalala na mwanaume yoyote yule, sitafanya ngono na mwanamume yoyote yule kabla ya kufunga ndoa, sitalala na mwanamke yoyote yule kabla ya kufunga ndoa. Weka viwango, weka standard kwenye maisha yako, weka principle kwenye maisha yako, kwenye mahusiano yako. Weka principle. Yote anayetaka kulala na wewe kabla ya kufunga ndoa hakupendi. Huyo anakutamani, anataka kukuchezea. Lakini kama unataka kuingia kwenye kundi la watu wa kuchezewa, mkubali. Ngono ni nzuri, lakini ngono ikifanyika kwa wakati ambao sio sahihi ina madhara. Wewe umeokoka. Mahusiano yako yazingatie viwango vya kimungu. Kumbuka, mahusiano yote yanayoshusha kiwango cha kiroho hayafai. Na ndio maana watu wengi wanalia kwenye mahusiano yao. Kwa sababu wamefuata viwango vya jumla vya ulimwengu huu.
viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Mungu akubariki sana kwenye mafundisho haya. Kumbuka, mahusiano yanayohusisha kiwango cha kiroho hayafai kabisa. Mahusiano yote ambayo yanakwenda kinyume na kile ambacho Mungu amesema na kile ambacho maandiko yanasema hayafai. Ngono kabla ya kufunga ndoa ni kinyume na kile ambacho Mungu amesema. Anasema uasherati usitajwe kwako. Uasherati usitajwe kwako. Jitunze. Wewe ni binti, jitunze mpaka utakapokuja kufunga ndoa. Wewe ni kijana, jitunze mpaka utakapokuja kufunga ndoa. Usikubali kuanza na msingi mbovu kwenye mahusiano yako. Usikubali kuanza na msingi mbovu. Kumbuka, ukianza vibaya kuna uwezekano wa kuendelea vibaya. Kuna uwezekano wa kuja kulia kwenye ndoa yako. Kuna uwezekano ndoa yako ikaja kuwa ndoano. Jitunze kama Yusufu alivyojitunza. Ishi kwa viwango vya kimungu, usiishi kwa viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Wewe umeokoka, usiishi kwa viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Kumbuka kwamba upo duniani lakini wewe sio ulimwengu huu. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Endelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe. Lakini kama umebarikiwa na mafundisho haya, unaweza kushirikisha unaowapenda, unaweza comment, unaweza like, na maisha yako yatabakia jinsi yalivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Roho Mtakatifu akusaidie kufanya uchaguzi sahihi, kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati sahihi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Amen.